Kwanza kabisa Mungu awabariki sana Watanzania wenzangu popote pale mlipo. Haijalishi mko ndani ya nchi au nje ya nchi. Jana tarehe 30 mwezi wa kwanza 2026, kuna jambo nilikumbuka muhimu sana juu ya taifa la Tanzania kupitia mkakati uliopo sasa hivi wa kuuza hazina ya dhahabu kwa ajili ya kuielekeza hiyo pesa kukamilisha miradi ya kitaifa ya ujenzi. Unajua, ninapenda kutumia njia ambayo kila mtu anaweza akanielewa kwa wepesi, na ninapenda kumtanguliza Mungu katika yote ili kusudi Mungu endelee kuniguide katika kila jambo. Hivyo naomba niombe kwa sekunde chache. Mungu uliye hai, utumaye neno kwa mtu au kwa taifa ili kuliponya na kulitoa kwenye maangamizo yake, kama ulivyosema katika kitabu cha Zaburi. Ninakuja kwako muda huu Bwana. Naomba hekima, maarifa na uongozi wa Roho Mtakatifu ili Bwana kuendelea kusimama katika nafasi ambao umenipa kusimama kwa ajili ya taifa la Tanzania, mimi na Watanzania wenzangu popote pale walipo. Mungu, ninaomba unitangulie, kwa Yesu Kristo ninaomba, amen. Nianze kwa ushuhuda huu ili utusaidie kuelewa njia za Mungu anavyotumia kuongea na watu, lakini pia namna ya kumsikiliza Mungu. Baada ya huo ushuhuda ndipo nitaelezea kwa habari ya kila ambacho nimekumbuka kupitia mchakato uliopo wa kuuzwa kwa dhahabu ambao ni hazina ya taifa. Haijalishi na ukubwa gani, hata kama ingekuwa na thamani ya milioni 1. Jana hiyo tarehe 30 mwezi wa kwanza 2026, nikiwa kanisani kwenye ibada usiku, nikakumbuka ndani yangu kwamba nimtumie jina mke wangu, jina la mtoto, maana nilihisi kama anaweza asilikumbuke vizuri, maana ni jina ambalo nikiwa kwenye umisheni Mwanundi Shinyanga, ambapo nilikuwa na wakati mgumu sana, nimekosa sapoti ya kupeleka injili, nikaamua kwenda ile navuka mto mmoja fulani, nikazama kwenye maji, simu ikafa, kaingiliwa maji, lakini namshukuru Mungu nikawa nimepona, sikuweza kwenda na maji. Basi nikiwa huko nikaamua kuanza maombi, lakini nikashindwa kwa sababu nilikuwa busy pia kwenda kwenye huduma, na nilikuwa nimefikia kwenye kanisa la KKT hapo Mwanundi. Basi nikiwa huko ndani yangu nikasikia naambiwa kwamba nitakupa mtoto wa kiume. Kwa kuwa mke wangu alikuwa ameshanilazimisha kumwombea ili apate mtoto, maana Mungu aliniambia nisiombe mtoto, ila akaniambia nimwombee kama muumini. Kwa alikuwa tayari ni mjamzito. Kwa mimi nikajua kwamba huyo mtoto wa kiume ambaye Mungu ameniahidi atakuwa ndo huo ujauzito aliyokuwa nao mke wangu. Maana ndio maana nilimwacha, sikwenda kwenye huduma naye, maana siku zote watu tunaambatana. Nilimwacha kwa sababu muda huo alikuwa ni mjamzito. Kwa mimi nikawa nimemwambia kwamba Mungu ameniambia jina la mtoto atakuwa, tutamuita kwa jina la huyo Renard Bonke, ambaye huduma ya injili imegusa maisha yangu na ushuhuda wa maisha yake na wangu unafanana. Akaniambia ila mimi nahisi nitajifungua mtoto wa kike. Basi kwa kuwa mimi wanapenda sana kumwamini Mungu kila ambacho ananiambia, na yeye mke wangu pia wanapenda kumwamini Mungu, kwa wote tukabaki njia panda. Kwa ufupi, mke wangu aliendelea kuota kwamba huo ujauzito umetoka, na tukawa tunakemea roho ya mauti. Lakini ulipofika ujauzito wa miezi 7 na wiki 2, ujauzito ukatoka. Huo wakati nilikuwa tayari nimesharudi kutoka kwenye huduma. Ulitoka mwezi wa pili tarehe 24 2024. Basi kweli mtoto aliyepoteza uhai tumboni alikuwa wa kike. Kwa hiyo ikakonfirm kila ambacho mke wangu alikuwa anakisema, na mimi pia nikakonfirm kwamba mtoto ambaye nilikuwa ninaambiwa wa kiume ambaye Mungu atanipa
kama alivyokuwa ameniahidi ya kwamba atanipa kwa wakati wake, hakuwa huyu. Basi nikaendelea kumwamini Mungu. Hii tukio tunaweza tukakumbushana kwenye Biblia kwa habari ya Ibrahimu na Sara. Ibrahimu alimwamini Mungu juu ya mtoto ambaye alikuwa ameahidiwa kupitia Sara. Lakini Sara kwa sababu alitamani kupata mtoto akamwambia hata upate na kijakazi. Lakini mwisho wa siku yule mtoto aliyepatikana kwa Ibrahimu kupitia kijakazi alikuwa mwiba kwa Sara na kwa Ibrahimu pia. Kwa hiyo inatufundisha kwamba kuna ahadi za Mungu ambazo atazileta kwenye maisha yetu, hazikamiliki kwa haraka, ila tuendelee kumwamini Mungu hata kama ni kuvumilia maumivu kiasi gani, kama anavyosema kwamba uwe mwaminifu atakufa. Sasa na kwa kweli nikabidi nirudi kwenye msimamo wangu kwamba sitakuombea hata kama utakuja kama muumini kama ulivyokuwa umeniambia. Basi wakati huu ambapo muda mrefu tena ukapita bila chochote, ikarudi ile hali ya kwanza, maana mke wangu alikuwa hajawahi kuchukua ujauzito tangu tunaingia kwenye ndoa. Kwa alipochukua wakati huu, nikakumbushwa ndani yangu kwamba huyu ndiye mtoto ambaye nilikuwa nimekuahidi ya kwamba nitakupa kwa wakati wangu bila wewe kuniomba. Basi kwa hiyo na Mungu akakonfirm kupitia mtumishi mwingine ya kwamba mtoto ni wa kiume kupitia ndoto. Na mimi ili kuendelea kuonyesha imani kwa Mungu ya kwamba nimemwamini Mungu katika kila anachonionyesha, sijaenda kupima kwamba mtoto ni wa jinsia gani. Basi narudi sasa kwenye kile ambacho nakielezea. Jana hiyo tarehe 31 mwezi huu wa kwanza 2026, nikiwa kanisani nikasikia ndani yangu sasa naambiwa ya kwamba nimwambie mke wangu jina, nimwandikie ili asije akakosea kuliandika la Reinhard, maana ni gumu kuliandika. Basi niliporudi kutoka kanisani hiyo usiku, nikawa nimejisahau kumwambia. Mara akanitumia SMS ananiambia, mume wangu, nimeota ndoto ya kwamba niko hospitalini nimejifungua. Manesi wananiambia jina la mtoto, ila nikawa nashindwa kuliandika. Nikajikuta ninataja Gilandina, wakawa wamejikuta wamecheka sana. Nikamuuliza, kwa kwenye ndoto umeona jina gani? Akasema nilianza kuwaandikia ila nilianza na R. Basi nikamwambia sawa. Nikamwambia namshukuru Mungu maana ameonyesha hata kwenye ndoto hilo jina, kwa sababu alitaja Gilandina, lakini pia ile sasa kwamba aliandike kwa usahihi akaanza na R, na jina ambalo nilisikia ndani yangu ni Reinhard. Sasa hapo kuna mambo naanza kujifunza kwamba moja, mimi nilisikia sauti nikiwa kwenye ibada kwamba mwandikie jina ili asije wakati wa kujifungua sijifungue akiwa halijui jina vizuri kuliandika ikaleta shida. Mimi nilisikia sauti ya ndani bila ndoto bila nini. Lakini yeye akaota ndoto, alikuwa ameota ndoto siku hiyo hiyo pia. Unaona? Kwa hiyo unajifunza ya kwamba Mungu anazungumza na watu, lakini sio lazima azungumze na watu kupitia ndoto tu, hata kupitia uwazo, ufunuo, uvuvio wa roho. Yaani sauti ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu inazungumza ndani yako. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili kujifunza, kila mtu huwa ana njia yake ya kusema na Mungu. Yaani Mungu huwa ana njia kwa kila mtu anayoitumia mara kwa mara kusema na mtu. Mfano mimi huwa sio mtu wa kuota sana ndoto, ila ni mtu ambaye naweza nikawa kwenye utulivu nikaisikia sauti, hasa nikiwa kwenye maombi au kwenye ibada. Lakini pia nikiota ndoto mara nyingi zinakuwa zinatimia, hata kama sio zote. Lakini mke wangu ni mtu ambaye anaota sana ndoto na ndoto zake zinatimia. Kwa maana yake kwa mke wangu Mungu anasema naye kupitia ndoto. Kwangu anasema kupitia sauti na kupitia ndoto, ila hasa sauti. Kwa unajifunza kwamba wewe Mungu anasema na wewe kwa njia gani?
lazima ujue njia ambayo Mungu anaitumia kujifunza na wewe. Haya, jambo la tatu la kujifunza mahali hapo ni kwamba Mungu huzungumza na sisi kwa njia ya mafumbo. Mfano, kwenye ile ndoto aliyoiota mke wangu, ukiangalia neno Glandina, kwa mbali utasikia matamshi ya Reinhard, ila hutasikia moja kwa moja. Haya, lakini pia mfano ukitoa hiyo G, itoe hiyo G kwenye Glandina, alafu uanze na hiyo Leina, nadhani utakuwa umepata. Toa hiyo Glandina, G kwenye Glandina, alafu uanze na hiyo Lina. Si umeelewa? Kwa Mungu anazungumza kwa mafumbo haya. Lakini pia rudi kwenye ile herufi iliyoanza, kwamba alipokuwa anataka kuandika sasa ili andike kwa uhalisi, akaanza na R. Kwenye ndoto akuonyeshwa ya kwamba anaandika jina zima Reinhard, lakini kitendo cha kuanza na R maana yake Mungu alikuwa ana confirm jina, ila ameconfirm kwa mafumbo. Tunajifunza nini kupitia hapo? Pia tunajifunza kwamba Mungu anaweza kukuletea majibu, ila ukashindwa kuyaelewa kama hutakuwa makini, kwa sababu Mungu siku zote huwa afunui kila kitu. Anafunua kwa sehemu, kama inavyosema Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 29, kwamba mengine hayafunuliwi ni ya Bwana, lakini yale yanayofunuliwa ni ya kwetu. Kwa lazima pia uchukue umakini wa kumsikiliza Mungu ili kufumbua hilo fumbo. Ni sawa na Mungu aliposema na Farao kupitia ndoto ambayo Yusufu alikuja kuitafasiri. Ni ndoto iliyokuwa imebeba ujumbe wa miaka 14, lakini ilikuwa imebeba kwenye picha za ng'ombe na mtama. Kwa hiyo ilihitaji sasa kufumbuliwa kwa hilo fumbo ili ujumbe ukamilike. That's why kuna watu wengi sana wamebaki wanamlaumu Mungu na wamekufa wakiwa hawana majibu yao kutoka kwa Mungu. Kumbe Mungu alikuwa amewajibu muda mrefu, lakini wakashindwa kufumbua mafumbo ya Mungu. Na kwa nini wanashindwa kufumbua mafumbo ya Mungu? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 9 inaelezea kwamba anayeweza kufumbua mafumbo ya Mungu ndani ya mtu ni Roho wa Mungu. Kwa ukiwa usipopata utulivu kumsikiza Roho Mtakatifu ndani yako, utajikuta kwamba hilo fumbo la Mungu ndani yako halifunuliwi. Maana fumbo analolileta Mungu ndani yako halitafunuliwa kwa roho yako, halitafunuliwa kupitia akili yako, litafunuliwa kupitia Roho wa Mungu aliye ndani yako. Utasoma hilo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari kuanzia wa 12 hadi 14. Kwa hiyo hapo kulikuwa kuna fumbo ambalo ndani ya hilo fumbo kulikuwa tayari kuna jibu la Mungu. Haya, narudi sasa kwenye dhahabu. Nikiwa sina hili wala lile, nikasikia ndani yangu ya kwamba unajua, kuuzwa kwa dhahabu, watu wengi wameinuka wanalalamika kwamba sasa mnauza dhahabu itakuwaje, lakini wasijua kwamba inawezekana hiyo ni mojawapo ya njia za Mungu kujibu maombi yao na kilio chao. Nikawa ninawaza kwa nini? Nikakumbushwa kwamba tunachotamani wa Tanzania ni kwamba Rais Samia ajihudhuru ili turuhusu mchakato mpya ambao utatuletea katiba mpya ya uchaguzi, katiba mpya ya taifa, lakini pia na uongozi halali ambao umetokana na wananchi. Kwa hiyo shida wa Tanzania sio kumuua. Yaani maombi ya dua mbaya za Watanzania kwamba angalau wafe ni ili kuleta mchakato mpya wa kupata kiongozi mpya, lakini pia kuileta Tanzania mpya. Lakini maana yake option ya pili, akijihuzuru mwenyewe kwa hiari yake, hiyo dua ya kwamba afe inaweza ikaishia njiani. Haya, sasa narudi kwenye hiyo kuuzwa kwa dhahabu. Kama kuuzwa kwa hazina ya dhahabu inaleta mtikisiko wa uchumi, minzi ni faida kwa wananchi ambao wanatamani ajihudhuru,
na ni hasara kwake yeye ambaye anatamani akae madarakani, kwa sababu uchumi ukiendelea kuporomoka, hata watu ambao walikuwa na kusapoti kwa unafiki wanashindwa kujificha kwenye huo unafiki, maana unakuwa ni wazi. Yaani kuna namna ambavyo hata kama ulikuwa unamtetea mtu unashindwa umteteeje, maana ukweli unazidi kufunuliwa. Kwa hiyo nikajifunza Mungu anaweza akawa anajibu maombi ambao mmemuomba, lakini akianza kujibu mnaanza kulaumu bila kujua. Kwa sababu hebu niambie leo kila kitu akiendi, manake nini kitatokea? Kama watumishi wataanza kukosa mishahara, hata kama walikuwa wanashauri wanasifia kwa unafiki, watajikuta kwamba unafiki unawaisha. Hakuna mnafiki kwenye njaa. Yaani unafiki unakuwepo kama huo unafiki unakulisha. Lakini huo unafiki kama hauwezi kukulisha tena, mtu huwa anarudi kwenye position yake, anarudi kwenye akili yake. Kwa maana yake migomo itaanza mpaka kwenye serikali za umma, kwenye taasisi za umma. Kwa sababu mtu akiona hapewi mshahara wake kwa sababu ya uchumi, au anaambiwa apunguziwe mshahara wake, utajikuta anakataa, anagoma. Kwa migomo itaanza sio tena ya kisiasa, sio tena ya wanaharakati, bali mpaka ya wafanyakazi. Haya, jambo la pili kwenye hiyo uchumi kushuka ni kwamba utajikuta kwamba sasa pressure inakuwa kubwa, kila mmoja anaanza kuitazama Tanzania inakoelekea ni wapi, na huo unafiki unapungua, kwa sababu kuna mahali lazima akili zitawarudi. Kwa nikajifunza kwamba Mungu tulimuomba angalau atuvushe taifa la Tanzania bila kumwaga damu, na watu mbalimbali tukajitoa kuomba. Kwa hiyo Mungu, ukiangalia moja, Mungu amempa jina baya Rais Samia. Kuna watu ambao wamefanya mabaya kuliko yeye, marais ambao wamefanya mabaya kuliko yeye, lakini kwa nini awe wa kwanza kati ya marais wa makatili duniani? Kwa nini awe wa kwanza? Manake hilo jina baya ni anguko tosha. Jambo la pili, mataifa kukata misaada. Hebu niambie leo angekuwa anafadhiliwa na mataifa kuliko mwanzo, unategemea nini kingetokea? Manake nguvu ya kujiondoa madarakani kwa hiari yake, au ya kumtoa madarakani kwa hiari yake, bila hiari yake, ingekuwa ngumu. Tafakari leo Marekani ingekuwa inamsapoti kwa nguvu zote Rais Samia. Tafakari leo Ulaya ingekuwa inamsapoti kwa nguvu zote Rais Samia. Nani angekuwa na jeuri ya kumhoji? Kwa Mungu kuna namna anaweza akaanza kujibu na mkajikuta mnamlaumu. Lakini pia hapo kuna hatari nyingine ambayo ipo tusipokuwa makini. Naendelea kuwakumbusha kwamba kwenye maombi yetu na ndoto ambazo moja hapo tuliona ni kwamba anguko litakuja baada ya machafuko. Sasa maombi yetu ndio yanaweza kuamua, je, machafuko ya tarehe 29 ndio yalete anguko, au Mungu aongeze machafuko mengine kwa ajili ya anguko lake. Kwa nini linaweza likaja hili? Manake migomo ikiendelea kuzidi, uchumi ukiendelea kushuka na mambo hayaendi, migomo itainuka. Migomo ikiinuka inaweza isiwe ya moja kwa moja kwa namna ya amani, bali yakawa ni maandamano mengine, ambao haya maandamano kama yakitaka kudhibitiwa, machafuko mengine yanaweza kutokea. Kwa tukajikuta tena tumeingia kwenye mchafuko mwingine, na baada ya mchafuko huo yamkini ikatokea sasa kujiuzulu au kokote. Lakini ili tuzuie machafuko mengine, lazima tumkumbuke Mungu, lazima tuendelee kurejea watumishi wa Mungu nini walichokuwa nasema na nini wanaendelea kusema. Kwa ni wito wangu kwamba naomba tushirikiane kwa pamoja watumishi wa Mungu kuandaa mkutano wa Injili wa kitaifa kwa ajili ya toba kwa Mungu, ili Mungu aendelee kutumia njia ambazo sio za kibinadamu za kushinikiza kujiuzulu kwa hiari au kujiuzulu bila hiari kwa shinikizo kubwa ambalo halitaleta machafuko.
Kumbuka Yona alipokuwa anang'ang'ania kutoroka, shinikizo la Mungu lilikuwa kubwa kiasi kwamba ilibidi yeye mwenyewe peke yake awe tayari kuangamia kuliko kuangamia na watu. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mungu. Naendelea kuwaomba watu wa Mungu ya kwamba Mungu ana njia nyingi za kusema na watu, lakini ugumu wetu wao unatufanya mambo yawe magumu. Mfano, ile tarehe ilikuwa kama tarehe 7 au 8 tulipoanza maombi, mwezi wa 10 2025 tulipoanza maombi, na zilikuwa zimebaki siku 5 kufika tarehe 14 mwezi wa 10 2025. Nikatuma ujumbe ambao ulienda popular sana mtandaoni kumkumbusha Rais Samia kwamba asiruhusu kuingia kwenye uchaguzi, na akipuuza atakuja kunikumbuka. Kwa kuna vitu Mungu huwa anaonya. Mwisho nimalize, kuna kitabu ambacho Biblia inasema kwamba Mungu alimtuma mtumishi mmoja, nabii, kumwelezea mfalme mmoja, kumwambia, lakini mfalme alikataa, na ule nabii akaambiwa ndani yake kwamba ni kwa sababu Mungu amekusudia kumwangamiza. Kwa kuna wakati Mungu akifunga mlango wa neema wa kumwokoa mtu, anamfungia mlango wa neema wa kusikia ushauri unaoweza kumwokoa. Kwa inawezekana Rais Samia anaendelea kuwa mgumu kwa sababu muda wa Mungu wa mlango wa neema ili kupona kwake umefungwa. Kwa sasa hivi Mungu anampeleka kwenye uangamivu taratibu, na watu wale ambao walikuwa wanabeza wataendelea kuona aibu, kama ilivyokuwa kipindi cha Nuhu, walivyokuwa na mbeza Nuhu alipokuwa anatangaza juu ya ghadhabu ya Mungu kupitia gharika. Kwa kuna watu jumbe zetu zitakuwa na nguvu zaidi siku za baadaye kuliko sasa hivi. Lakini pia nimalizie kwa andiko hili, Warumi 11 mstari kuanzia wa 33 inasema, jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani. Maana ni nani aliyeijua nia ya Bwana, au ni nani aliyekuwa mshauri wake, au nani aliyempa yeye kitu kwanza naye atalipwa? Tena kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uwezo wake, tena vinarejea kwake utukufu na yeye milele na milele. Naona mahali hapa inaelezea jinsi zilivyo kuu utajiri, hekima na maarifa nani ya Mungu. Kumbuka hekima na maarifa ndivyo vinavyotengeneza kitu kwa ufanisi, kwa namna ya ajabu. Lakini pia amesema hukumu zake hazichunguziki. Maanake Mungu anavyoweza kumhukumu mtu ni tofauti, yani haichunguziki, uwezo kaelewa. Mahakama ina namna yake ya kumhukumu mtu, lakini Mungu ana namna yake ya kumhukumu mtu ambao haiwezi kuchunguzika. Anasema wala njia zake hazitafutikani, yani namna Mungu anavyoenda kuhukumu uwezo kumuelewa, yani njia za Mungu hazichunguziki. Ndicho ambacho anakifanya kwenye taifa la Tanzania. Kwa hiyo ili tuende katika kila ambacho Mungu anakifanya, lazima tukubali kumsikiliza. Mungu endelee kubariki. Naendelea kuomba support. Kama unasikia ndani yako kusupport mkutano huu, kuwa sehemu ya maandalizi ya mkutano wa mwezi wa 6 kwa ajili ya taifa, maana taifa bado halitapona bila kumrudia Mungu. Naomba wasiliane nami kupitia namba ambayo nitakuwa nimeiweka, lakini pia namba yangu ni 0769862145. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ujumbe huu. Nipe neema kukusikia wewe, kukujua wewe na kutembea na wewe. Ninaomba Bwana kwa ajili ya taifa la Tanzania, tupe neema kusimama mbele zako ili uliokoe taifa la Tanzania na kulirejesha pamoja, kulipatanisha pamoja. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Mzidi kunikumbuka kwenye maombi yenu pia, ili niendelee kumsikia Mungu na kuendelea kusimama kwenye nafasi ambayo yeye amekusudia nisimame kwa ajili ya taifa. Amen.